wetu. Bwana asifiwe. Hebu nisalimieni katika jina la Bwana. Are you ready to hear the word of God? Na kwa hivyo ninaomba tukaweze kutulia, unipe sikio lako ili neno la Bwana likaweze kupata nafasi katika jina la Bwana. Yesu wakati alikuwa hapa duniani aliweza kupatiana mfano wa mpanzi mmoja ambaye alichukua mbegu zake, alienda kuzipanda. Bwana asifiwe. Na zingine zilianguka kando kando ya barabara, zingine zikaaguka kwa miba, zingine zikaaguka kwa mawe, na zingine zikaaguka kwa mchanga ambao ulikuwa na rutuba. Na hiyo seed ni neno la Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninaomba uandae neno lako, uandae roho yako ili neno la Bwana lipate nafasi na Bwana atatubariki. I want to talk about responsibilities of a firstborn, ama majukumu ya mzaliwa wa kwanza. Alafu nitakuwa pia naongea kuhusu the purpose of child dedication. Bwana asifiwe. Kwa hivyo niko na topic mbili ambazo nitapeperusha na tutaweza kubarikiwa. Na kwa hivyo nataka na kuwazia responsibilities of a firstborn, majukumu ya mzaliwa wa kwanza. Leo tulikuwa tumetangaziwa ya kwamba pasa atakuwa anaombea wazaliwa wote wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza ni yule mtoto wa kwanza wewe umezaa, ama ni yule mtoto wa kwanza ambaye amezaliwa kwa familia. Kwa hivyo wengi ambao tuko hapa ni wazazi, na kuna wale watoto ambao walifanya uitwe mama fulani, huyo mtoto wa kwanza. Pia wewe umebarikiwa na mume ama umebarikiwa na mke na mumepata watoto, huyo mulibarikiwa naye wa kwanza ndiye anaitwa firstborn. Bwana asifiwe. Na firstborn tutaweza kuona kwa Bible. Bible inasema namna gani kuhusu yule mtoto wa kwanza ambaye amezaliwa. Mtoto wa kwanza anakuwaga na vita sana, na tutaona kwa Bible. Na kwa hivyo tutasoma katika Genesis mlango wa 27 na mstari wa 29. Na ninataka wale ambao mko hapa, wewe umezaliwa kwenu ukiwa firstborn, hata kama wewe ni msichana ama wewe ni a boy child, kama umezaliwa as a firstborn, ni vizuri ujue hiyo kofia ama hiyo kiatu ni wewe umeibeba. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo Bible inasema mataifa na yakutumikie. Huyu ni Isaac anamwambia Yakobo, maana Esau ndiye alikuwa amezaliwa akiwa wa kwanza, na wakati sasa alipata njaa aliweza kuuza uzaliwa wake wa kwanza kwa sababu ya njaa. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo sasa ukachukuliwa na ndugu yake ya Yakobo. Na kwa hivyo sasa wakati Isaka anawabariki, haya ndiyo maneno ambayo aliyanena kwa mzaliwa wa kwanza: mataifa ya kutumikie, mataifa na ya kutumikie, na mataifa ya kusujudie. Wewe Bwana, uwe Bwana juu ya ndugu zako, na wana wa mama yako wakusujudie. Walaaniwe wale wakulaanio, nao wale wakubarikio wakaweza kubarikiwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unaona sasa zile baraka ambazo Isaka aliweza kutamuka juu ya mzaliwa wa kwanza, anasema mataifa yakaweza kumtumikia. Maana mzaliwa wa kwanza ndiye anatengenezeaga hawa wengine njia. Firstborn katika familia, yeye ndiye huondoa giza, yeye ndiye utengenezea hao watoto wengine barabara. Sema amen. Na ndio unaona tukiwa wadogo kwa shule, wakati ulikuwa unachokozwa, wakati ulikuwa unapigwa na wale watoto wakubwa kualiko, ulikuwa unagojea yule ndugu yako ama dada yako ako hiyo kilasi ya juu. Mkienda nyumbani unamwambia nilichapwa na fulani, na yeye anaweza kukabiliana na yule ambaye aliweza kukuinukia. Kwa hivyo firstborn is the oldest child in a family. Mzaliwa wa kwanza ni yule mtoto wa kwanza ama mkubwa katika familia. They are the pillars of the family. Every firstborn, mzaliwa wote wa kwanza, anakuaga ni pila. Na pila ni ile kikingi ambayo huwa inashikilia jengo lisikaweze kuanguka. Nisalimieni katika jina la Bwana. Kwa hivyo kama wewe ni firstborn katika familia yako, katika familia ambayo umezaliwa,
Na kwa yule mtoto ambaye wewe umebarikiwa naye akiwa firstborn, ni vizuri kutoka leo uelewe yeye ni pila wa hiyo familia. Bwana asifiwe. He is a pillar of the family. They are the Messiah of the family. Ninatumia neno Messiah kwa sababu Messiah kwa njia ingine ni mkombozi, ama yule mtu ambaye huwa anakomboa familia. Na ndio unaonanga mtoto wa kwanza huwa anabebelezwa na wazazi akaweza kusoma, ili kama mzazi hajajenga nyumba ya mawe, mama na baba wanakuwa na matarajio wakati atakuwa mkubwa, Bwana asifiwe, ataweza kutujengea na ataweza kutupeleka hiyo kiwango kingine. Kwa hivyo if you are a firstborn in your family, ujue ya kwamba you are a pillar. They are the ones who carry the mantle to take the family to the other level. Wazaliwa wa kwanza ndio huwa wanabeba manto. Nisalimieni kanisa katika jina la Bwana. Huwa wanabeba manto ya kwamba huyo firstborn ndiye anakuaga miguu ya baba, ndiye huwa anafaa kiatu ya baba hata wakati anaondoka. Bwana asifiwe. Ukiangalia katika familia, wakati sana sana baba anaondoka, unaonaga hata watu wakiitwa waongee wakati wa maziko. Wale wazee ambao wamekorea, ambao ni walika ya baba yako, huwa sana sana wanaongea maneno wakiisukuma kwa yule kijana ama yule ambaye ni firstborn kwa hiyo familia, na huwa wanajaribu kumonyesha ya kwamba, praise God, huwa wanajaribu kumonyesha ya kwamba yeye ndiye ataweza kuchukua manto wakati baba ataweza kuzeeka. They are expected to break family bondages and secure freedom. Mzaliwa wa kwanza yeye ndiye pathfinder. Pathfinder ni yule mtu ambaye anatengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Sema amen. Pathfinder ni yule mtu ambaye huwa anadeclare ya kwamba hapa tulizuiliwa tusikaweze kupita. Na firstborn anafaa kofia baba, anasema kwa sababu baba amezeeka, nitatengeneza njia hapa na mahali tulizuiliwa tutaweza kupita. Kama wamenyaganywa shamba, unaonaga mzaliwa wa kwanza huwa anasimama. Sema amen. Anatafuta wakili akapiganie hiyo shamba kwa niaba ya watoto wengine katika jina la Bwana. Kwa hivyo wewe kama ni firstborn uko na kazi kubwa sana ya kufanya. Wewe ndio utabeba manto. Bwana asifiwe. Hata wakati mzee ama wazazi wamezeeka, kama mimi sasa kwetu, I am not the firstborn. My firstborn ni marehemu, aliweza kutuacha some years ago, na mimi ni waine. Niko na dada wawili wako mbele yangu, lakini my dad ametagaza categorically hata kwa muhuriga yetu ya kwamba nguvu yangu ni muhuje Elikana. Anasemaga ya kwamba miguu yangu na mikono yangu ni Elikana. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo hata nyumbani wakati kuna mambo, usemi wangu uko na ushawishi mkubwa sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri uelewe, kama wewe ni firstborn, wewe ndiwe utabeba manto, ama wewe ndiwe umebeba manto, ili uondoe familia hiyo kwa aibu na ikaweza kukombolewa katika jina la Yesu. Kwa hivyo they succeed the father as the head of the family. Ya kwamba the firstborn they succeed. Bwana asifiwe. Yani huwa wanachukulia baada ya nani? Amen. Huwa wanachukulia. Amen. Pigia Bwana makofi katika jina la Yesu. They succeed the father as the head of the family. Kwa hivyo huwa wanachukua nafasi ya baba katika familia. Sema amen. Kwa hivyo firstborn huwa anatayarishwa ile kazi baba alikuwa anafanya akaweza kuifanya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba kama kwenu nyumba ni ya matope, wewe ndiwe unaangaliwa. Ambia mwenzako wewe ndiwe unaangaliwa. Utoe wazazi kwa nyumba ya matope. Kama mama yako anasemanga anataka kuingia ndege, sio malaika atatoka mbinguni akaweza kumuingiza kwa ndege. Ambia mwenzako ni wewe katika jina la Bwana. Ni wewe unagojewa katika jina la Bwana. Kwa hivyo firstborn yeye ndiye hufaa kofia baba na anachukulia. They provide and protect the young ones. Yani the firstborn kazi yake ama majukumu yake, he provide and protect the younger one.
Nakumbuka nikiwa mdogo, wakati my mama alikuwa anakuja Nairobi ama anaenda safari, wakati ameenda na harudi, my brother Rate Maina alikuwa sasa ndiye anatupanga. Anasema wewe utaenda utafute kuni, wewe ndio utapeleka mahidi ukasiage kwa Githei, na wewe ndio utafua maguo na kazi inagawanywa. Yeye sasa alikuwa kama supervisor. Tulikuwa tunaona kama anatukalia, lakini baada ya mimi kuwa mkubwa nilijua ni kiatu ya baba alikuwa anafaa. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Kwa hivyo firstborn, ni vizuri uelewe uko na kazi ya kuprovide for that family na kuilida katika jina la Bwana. Ni kumaanisha sasa kama we ni firstborn na baba yako kuna kesi ambayo ako nayo, yeye amezeeka, it is upon you, it is your responsibility ukaweza kuchukulia. Bwana asifiwe. Hakuna haja baba yako wewe anaenda kotini akiwa na miaka 8 na wewe uko hapa Nairobi. Wewe ndio unastahili kuchukulia hiyo ukaweza kukibizana na mawakili katika jina la Bwana. Nisalimie katika jina la Yesu. Unaenda kukibizana na watu na huko, na kama mpaka wa shamba umesogeshwa na jirani, baba yako ni vibaya sana akienda kutukanwa na vijana wa rika yako kwa sababu ya mpaka, na wewe uko hapa, unastahili uende usimame kama mzaliwa wa kwanza. Sema amen. Useme nimesema hivi, msiingilie boma yetu. Nimesema hivi, mpaka urudishwe mahali pake, na hiyo maneno unamaliza katika jina la Bwana. Hiyo ndio kazi ya firstborn. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usikubali mipaka yenu ikaweza kusogeshwa, na wewe ndiye firstborn. Faa hiyo kiatu ukaweza kusimama katika nafasi yako, in the mighty name of the Lord. Praise God. Na kwa hivyo kazi nyingine ya firstborn, they lead the family to the promised land. Yule ambaye ni mzaliwa wa kwanza, responsibility yake ama kazi yake ingine ni kupeleka hiyo family, kama kuna Kanaani waliahidiwa wataweza kuingia. Si Moses alizeeka, yule ambaye alikuwa firstborn wake katika ministry ambaye alikuwa anaitwa Joshua, si ni yeye alichukulia? Ukisoma Joshua chapter 1, Mungu alisema my servant Moses now he is no more, arise now, take the mantle. Bwana asifiwe. Ufukishe hawa watu mtu wa Yordani wakaweza kuenda ile ng'ambo nyingine. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ni vizuri uelewe, ukiwa firstborn kuna Kanaani baba yako alikuwa anataka kufikisha hiyo familia, na in one way or another aliweza kuondoka duniani. In one way or another aliweza kuzeeka, aliweza kuzimia, aliweza kuchoka. Sasa hamtaenda Kanaani, tutaenda katika jina la Bwana, maana aliacha mbegu, aliacha uzao wake. Amen. Na huyo firstborn anakuaga na nguvu kwa sababu anakuaga ni mtoto wa kwanza. Praise God. Nisalimie katika jina la Bwana. So they provide and protect the younger one. They lead the family to the promised land. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba ni vizuri uwe unaangalia na unachunguza. Praise God. Ni wapi baba yako alikuwa anataka kufika na hakufika. Praise God. Ndio sasa wewe utengeneze njia vile mtaweza kufika, in the name of the Lord. Bwana asifiwe. Niliona katika ile familia mimi nimezaliwa, I am not the firstborn, nimewaambia. Lakini ninakumbuka my dad alikuwa anasema tu kuna mambo anataka, sitayataja mahali hapa, na hiyo mambo imekuja kutimia. Bwana asifiwe. Alikuwa anasema nataka nifanyiwe kitu fulani, nataka kukue hivi, nataka mambo ikue namna hii, nataka shamba yangu ama mahali mumenijegea mukaweze kuweka hiyo inaitwa nini, hiyo waya inaitwa nini, hiyo inakaa hiyo waya, utaelewa ni gani. Bwana asifiwe. Na tulienda tukaweka, hata kuku akiachiliwa hawezi toshea mahali hapo. Bwana asifiwe. Na tukaweka geti kubwa kabisa ya chuma tukafuga kwetu. Bwana asifiwe. Na kukawa sasa mtu akipita anaona ni boma ambayo iko na heshima. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Na tuliweka geti kwa sababu niliwaambia tukiwa wadogo, sisi nyumba yetu ilikuwa ya matope, na kwa hivyo mtu akielezea kwetu kwa nyina wa maina na hau nyumba ile ya mafati, na kwa hivyo tukaondoa hiyo aibu katika jina la Bwana. Firstborn waondoe aibu kwa familia katika jina la Bwana. Kwa hivyo ukiwa firstborn ni vibaya sana ukiregarega huko nje, unastahili ukaribie Bwana ndiye akupatie akili na idea. Bwana asifiwe. You are the Messiah of that family. Kama kuna kesi katika hiyo familia,
utukumane nayo kotini na tusukumane nayo kwa madhabahu. Mungu akijibu maombi ni sawa, akitumia wakili mshinde si ni sawa? Bwana asifiwe. Lakini hapana achilia familia. Unasikia wazazi wako ati mama yako alitukanwa na akaitwa na chifu, na wewe tu uko hapa Nairobi na wewe ni mzaliwa wa kwanza. Unasikia ati mama yako kuna mtu alitukana my mom, na by the way alikuwa ni mtu wa familia, na ni maji tu my mom alichota. Kulikuwa kuna jegwa na maji imejaa hawatumii, na kwa hivyo wakatukanwa sana. Na wakati nilijua namna hiyo, nikaorganize tukanunua ile tanki kubwa, pigia Bwana makofi, na tukatega maji yote, tukaondoa hiyo aibu. Ndio sasa atafute njia nyingine, maana hiyo tumezidi. Bwana asifiwe. My mom ni pika pali aliona hapo ikiwa na tani kutoka Murang'a, pigia Bwana makofi. Hata kama sio mimi nilichagia peke yangu, tulishachanga, amen, na tukapeleka hiyo. Bwana asifiwe. Na sasa kukawa kuna maji from January to December. Kwa hivyo yule mzaliwa wa kwanza, Bwana asifiwe, they lead the family to the promised land. Na kwa hivyo jambo lingine, a firstborn is the first child that opened the womb of the mother. Firstborn are usually directly linked with the leadership and responsibilities. Wazaliwa wa kwanza, they are directly linked to the leadership and the responsibility. Kwa hivyo unaonaga mzaliwa wote wa kwanza by nature anakuwaga leader. Bwana asifiwe. Maana utakuta hata watoto wengine, kama sasa mimi nilibebwa sana na yule yako mbele yangu, na wale ambao ni firstborn hapa, unaweza niambia ulibeba hao wengine? Kama Thika kwenu mmezaliwa mkuu ngapi? 5. Uliwabeba hata kama ni wasichana, walichokozwa na ukaenda na fujo, hata ulipigana vibaya ukaitwa na chifu, na huku na shida, ulikuwa unasimama kama firstborn. Bwana asifiwe. Na kusema ya kwamba huwezi piga dada yangu nikiwa hai, unampiga kwa sababu my dad hayuko. Unasogesha mpaka kwa sababu baba yangu ni mzee, rudisha mpaka mahali pake katika jina la Bwana. Naombea mafirstborn muwe na ujasiri katika jina la Bwana. Firstborn hastahili kuwa muoga. Bwana asifiwe. Anastahili kujua mipaka, boundaries ya shamba yao imefika wapi. Anastahili kujua kama hiyo shamba yao inakuwaga na kesi, ndio aweze kuishughulikia katika jina la Bwana. Na kwa hivyo firstborn are usually directly linked with the leadership and the responsibilities. Huwa wameunganishwa na uongozi na majukumu katika jina la Bwana. Kwa hivyo firstborn uko na majukumu ya kufanya. Firstborn carry great destinies but they are often stopped. Ni vizuri usikie hii. Wazaliwa wote wa kwanza huwa wako na azima ama destiny zao zinakuwaga kubwa, lakini huwa wanapigwa sana, huwa wanasuiliwa sana. Na ndio ukiangalia katika familia, ukiona mzaliwa wa kwanza anapigwa sana na mambo yake haiendi vizuri, Bwana asifiwe, inakuwaga ni kilio kwa mzazi. Bwana asifiwe. Na ni vizuri sasa uangalie, na wale ambao mko hapa, hata wale ambao ni kama mimi, na your firstborn hajawahi kuwa hajawahi obewa, ni vizuri hata kama ni mkubwa akaweza kuobewa, kwa sababu he is directly linked with the leadership na majukumu ya familia. Na ndio unaonaga nimeshokagia mno. Niliwapatia kesi hapa ya rafiki yangu moja ambaye sasa ndugu yake aliweza kupoteza bibi yake akijaribu kumpeleka kwa matibabu, na biashara yake ikaisha. Alikuwa mwenye pesa ambayo kubarikiwa nayo alikuwa amebarikiwa. Sasa huyo mzee ndugu yake ambaye alikuwa mdogo akabarikiwa. Sasa huyu hana bibi na biashara zote amefunga. Sasa akawa hata ameajiriwa na huyu. Hebu niangalieni. Alisema siku moja, mimi sitaajiriwa na ndugu yangu. Ukiuliza Mrs. Pasa anajua hiyo mambo. Sasa akaanza kuleta fujo. Akiajia kuishokia. Akasema hapana. Sasa alienda hivyo na alikunywa tule tudawa tuwili toa kuguni, tunaitwa Dyson. Wewe nyinyi kama unaijua Dyson ni inua mkono. Okay, umesikia mambo yangu. Kwani ni mimi peke yangu? Mureda kuga ni gwakwa kwa nakona agogoni.
Unajua ninajua Charity hamtaki kuinua. Hii kitu mnaijua. Alichapa tuili na akaenda. Na ile ilifanya aende. Aliona hapedwi. Aliulizwa how comes ya kwamba mimi nimeajiriwa na yule ambaye ananifuata. Kwa sababu tu hii maliona ni yeye anastahili kuajiri huyu mwingine. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo wazazi ambao mko hapa na munisikize, obea mzaliwa wako wa kwanza. Bwana asifiwe. Muombe sana. Wakati mwingine unaweza muangalia uone akifanya mambo ambayo sio kupenda kwake. Katika anga anatandikwa sana. Katika anga huwa anainukiwa sana, kwa sababu destiny yake inakuwaga kubwa. Firstborn are the beginnings of father's strength. Bwana asifiwe. Firstborn is a representative of his father's family. Yakoba mzaliwa wa kwanza, yeye ndiye representative, yeye ndiye ambassador. Yeye ndiye nani? Ambassador wa hiyo familia. Bwana asifiwe. Kama sasa nyumbani mahali nimezaliwa, nitaongea kwetu. My wife anaweza sema hapa, tuko na ile muhiriga yetu. Mliwaona hapa Amos yule chairman na walikuja Nissan Bill wakati wa anniversary yangu ya marriage. Na sasa tukienda, wakati tunaendanga, my dad akiambiwa okay, kama mzee anasemaga niko na kijana yangu hapa, niwe hinya wako. Anatumiaga hiyo maneno, huyu ndiye nguvu yangu. Na kwa hivyo watu wakiniona nimesimama, wanajuaga sio mimi naongea. Ni nani anaongea? Ni Kamau, my dad, ambaye anaongea. Kwa maana firstborn anakuaga ambassador wa hiyo familia katika jina la Bwana. Na tena kama wewe umezaliwa kama firstborn, waacha yule umezaa, ujue wewe ndiye ambassador. Na kazi ya ambassador ni kutetea nchi yake. Bwana asifiwe. Ambassador anateteaga nchi yake. Bwana asifiwe. Na ambassador akiinukiwa, nchi yake huwa inamtetea. Kwa hivyo firstborn ajielewe katika jina la Bwana. Firstborn child carry a spiritual burden that requires special prayers and anointing. Yakoba wazaliwa wa kwanza, they carry spiritual burden. Wamebeba mzigo wa kiroho ambao wanastahili kuombewa na kupakwa mafuta. Bwana asifiwe. Kwa sababu ndio wakuu ambassador. Ambassador yoyote ndiye atumwe, lazima kwanza mambo kadhaa yakaweza kuangaliwa. Lazima kwanza apimwe asilete ugonjwa Kenya. Kama sasa yule ambassador ametumwa hapa na Trump, anaitwa nani huyo mzee? Hakuna mtu anajua. Diana hujui? Anaitwa nani? Nimekupatia homework uende uchunguze. Sio Lambaga, huyo ashaenda. Sasa wakati anatumwa hapa, akitumwa huwa anagojewa, anapokewa na seti ya wapi? Maana sio mtu wa kawaida. Bwana asifiwe. Kukiwa na wazungu wengine wa Amerika hapa, na yeye pia ametoka kule, yeye na wao hawatoshani. Nisalimie katika jina la Bwana. Yeye ni ambassador. Akiongea, hata ile gari anaendaga nayo iko na bendera ya Amerika hapa mbele, na gari zote lazima ziende kado, kwa sababu ni ambassador anapita. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati yako hapa amesimamia nchi yake. Kwa hivyo firstborn na yeye ni ambassador, anakuwa balozi, amesimamia hiyo familia. Kwa hivyo ukiwa firstborn, usikubali mambo mengine yakaweza kutendeka katika hiyo familia ambayo umeweza kuzaliwa. Na ndio huwa wanastahili waombewe na wapakwe mafuta katika jina la Yesu. Firstborn are believed to be more vulnerable to attacks from the enemy. Yakoba imeaminika wazaliwa wa kwanza wanakuwaga vulnerable. To be vulnerable ni kumaanisha kwamba katoto kameenda ije bila fulana na kunyanyesha. Lile neno ambalo linaweza tamukwa ni itakuwa hivi: Yakoba mtoto huyu ako vulnerable kwa magonjwa, maana hajavaa vizuri na kuna baridi. Bwana asifiwe. Mzaliwa wa kwanza anakuwaga vulnerable kwa attacks ya shetani. Utaona atasukumiwa madawa ya kulevya. Utaona atasukumiwa kuwa na mambo ambayo haieleweki, kwa sababu kuna kitu ambayo amebeba na kuna kiatu ambayo amevaa. Na hiyo ndio sababu huwa anastahili kuombewa na kupakwa mafuta. Firstborn should be dedicated to God and pray for the protection. Wazaliwa wote wa kwanza wanastahili waombewe
na wakaweza kuwekewa ukuta wa ulinzi katika jina la Yesu. Securing the firstborn future and destiny. Why do we consecrate the firstborn? Kwa nini huwa tunatawaza yule mzaliwa wa kwanza? Ndio tukaweze kumwekea ukuta wa protection, and so that we may secure his future na destiny yake, kwa sababu ya kuwa ata asking spiritual strength and the clear path to fulfill their divine purpose. Bwana sifiwe. Yani huwa anaobewa ndio tukaweze kumuombea nguvu, na tukaweze kumuombea macho yake ya ndani, akaweze kuona clear mahali anapeleka hiyo familia, ili atimize kusudi lake la kuwa mzaliwa wa kwanza katika jina la Bwana. Na pia tumuombee divine protection na favor, Bwana asifiwe, na wisdom katika jina la Bwana. Na kwa hivyo akambariki akasema ya kwamba mataifa ya kutumikie na mataifa ya kusujudiwe. Mataifa haijamuinamia kama yeye sio mkubwa. Bwana asifiwe. Inasemekana ainamiwe na aheshimiwe. Uwe Bwana juu ya ndugu zako. Kwa hivyo firstborn anakuaga juu ya dada na ndugu zake na wana wa mama yako, wakaweza kukusujudia. Walaaniwe wale wakulaanio, maana firstborn akilaaniwa ni familia yote imelaaniwa. Firstborn akiwekwa jela, hata kama hawa wengine hawajawekwa jela, ni familia yote imefanya nini? Imewekwa jela. Na ndio ni vizuri aobewe katika jina la Yesu. Walaaniwe wale wakulaanio na wale wakubarikio wakaweza kubarikiwa katika jina la Bwana. Na kwa hivyo ninaomba Bwana atusaidie. Now ndio nikaweza kufanya ibada. Nataka kuongea kuhusu the purpose of child dedication. Kwa nini mtoto aobewe? Dedication ni na Kiswahili ni nini? Kuweka wakfu. Bwana asifiwe. Mtoto yeyote, mzazi akibarikiwa na mtoto, anastahili wakati anatoka kwa nyumba atafute sadaka ambaye ni ya shukurani ama sacrifice, akaweze kwenda nayo kwa madhabahu ya yale anatumikia. Aende na huyo mtoto, Bwana asifiwe, amupatiane kwa mchungaji ama kwa nabii, ili huyo mtoto akaweze kubarikiwa. Sema amen. We don't baptize watoto wadogo. Huwa hatubatizi watoto wadogo. Nipatie Marko 10:13. Unajua kuna makanisa huwa wanabatiza watoto wadogo. Bible inasema ya kwamba yule ambaye ameamini afanya nini? Abatizwe. Tulisoma namna hiyo. Na yule mtoto mdogo hajui wokovu ni nini. Kwa hivyo we don't baptize watoto wadogo. Huwa tunawawekelea mikono na wanakuwa dedicated katika jina la Bwana. Na ni vizuri uelewe ya kwamba wakati mtoto wako hajaobewa na mchungaji, it means you are unthankful to God. Ni kumaanisha wewe ni mtu ambaye hana shukrani. Na Paulo alimuona Timotheo akasema ya kwamba siku za mwisho kutatokea watu ambao ni wako na kiburi, watu ambao hawana shukrani, na hiyo kisasi ndio hiki. Bwana asifiwe. Watu walikuwa wakimletea Yesu watoto wadogo ili awaguze, lakini wanafunzi wake wakamkemea. Unaona, Yesu akiwa hapa duniani, wazazi ambao walibarikiwa na watoto walikuwa wanasukumana agarau wawapeleke kwa Yesu akaweze kuwaguza na kuwawekelea mkono. People were bringing children to him so that he would touch and bless them, but the disciples reprimanded them and discouraged them from coming. Lakini wanafunzi wakaweza kuwazuilia. Kwa hivyo child dedication is not salvation. Na munisikize vizuri na kufundisha kitu ya kwamba mtoto mdogo kuobewa na pastor sio kumaanisha ameokoka. Mtoto kama huyu Melisawabu hajui salvation ni nini. Bwana asifiwe. Hata kumuuliza salvation ni nini, anaweza kuambia ni sweet nyingine imetokea ya China. Maana yeye anajua hizo matamu tamu na tuto vitu vingine na fisa. Ni fisa ama ni pisa? Tafadhali ulimi yangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo a child dedication is not salvation. Kwa hivyo wale ambao mumeleta watoto nikaweza kuombea, usiende kuambia watu mtoto wangu wameokoka, Yesu ni Bwana ndani yake. Hajaokoka. Ambia mwenzako hajaokoka. Hajui wokovu ni nini na hajui maana yake.
kile huwa tunafanya ni kumuombea, tunanena baraka kwa sababu ya kesho yake. So child dedication is not salvation. Child dedication is not baptism. Hii maneno uelewe ya kwamba mtoto kuombewa sio kuombewa ati aokoke, na tena mtoto kudediketiwa sio kubatizwa. Mtoto habatizwi, anabatizwa nini na hajui wokovu ni nini? Praise God. So child dedication service is very important into the life of a child. Ya kwamba mtoto kuombewa ni ibada ya muhimu sana katika maisha ya mtoto. Jesus Christ began it when he proclaimed, let the children come unto me. Na Yesu ndiye alianzisha haya mambo wakati alisema watoto wadogo waletwe kwangu. Uliza mwenzako, je, watoto wako wako dedicated? Muulize Amos, uliza Azeri, wako dedicated watoto wako? Yani ulibarikiwa na mtoto, muliingia kwa ile pumwani mkiwa 10, mtu akiwa na karai, wewe ukatoka peke yako, wengine walitoka na karai. Nakumbuka wakati Mrs. Pastor tulikuwa tunagojea our third born Melissa, sijui ni nini wakati nilikuacha, sijui, unajua mtu ni mtu tu kufikiria. Niliomba maombi ambayo nitasema ya kwamba asitoke hapa na karai peke yake, atoke na baraka ya nani? Thega mutiko aria ando makigiraga kuria mamundu akauma na karai. Watu walikuwa wakimletea Yesu watoto wadogo ili waguze, lakini wanafunzi wake wakamkemea. Fasi nyingine. Na kwa hivyo Yesu alipoona yaliyokuwa yakitokea akachukizwa, akawaambia wanafunzi wake, wacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie. Na kwa hivyo ni vibaya ukiwa mzazi kumwacha mtoto wako kwa nyumba. Unakuja hapa ate unasema sasa wacha mimi nikibie. Tuliambiwa na pasta kukosa kanisani ni kama ni dhambi, sio makosa. Unaacha watoto kwa nyumba. Yesu hata anasema waletwe kwake. Na ndio ni vizuri wazazi wa kisasi hiki, wale wazazi, hebu kama wewe ni mzazi nisalimie. Ni vizuri mnafuata mambo, uone ile mambo ilitokea kule, ni utumishi secondary school ile ya kule. Mulisikia ni mambo ya lesbianism ambayo iliripotiwa kule, kwamba wale sijui wamekataa haya maneno wawa. Sasa wewe ulisikia hiyo mambo, ni vizuri unafuatilia. Na kwa hivyo unaona sasa ile generation ambayo tunafanya nini. Kwa hivyo sio tu mambo ilitokea, ni mapepo fulani. Na wakati hao watoto wanatuletea hapa, tukimwombea huyo mtoto, amen, alafu unamleta kwa Sunday school, anaanza kufundishwa ya kwamba kuna Mungu aliumba mbingu na dunia. Sema amen. Unampatia sadaka, na sio unampatia 10 ama 5. Sasa 5 wewe je ukiona shilingi 5 hali na rogote. Hata kuna wakati niliona 5 ni kaisukuma hivi ende kule inaenda. Lakini kama ni 100 ningefuga kiatu kaba vizuri. Ningeinama tu, sio kuchukua 100, ni kiatu ningeinama nifuge kaba vizuri. Lakini sasa hiyo ingine haina value. Kuna wakati nilituma mtoto wangu pilipili. Mimi napenda pilipili, although my wife huwa anazitupa. Sasa nikampatia mashilingi, si moja ni bob. Aliambiwa sasa aenda na pilipili, lakini hatuchukui nini. Bwana sifiwe. Na nikinyonaga mashilingi mohodhini, na inatokaga wapi kwa sadaka? Nikialito hageki. Na kwa hivyo Yesu alipoona yaliyokuwa yakitokea akachukizwa, akawaambia wanafunzi wake, wacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie. Kwa hivyo ni vizuri mzazi ujue huyo mtoto umeaminiwa. Kama hata okoka na ni wewe ulimleta hapa duniani, you are answerable before God. Mwana waku sharete agekaga kuhonoka ni ukarugama mbere ya Ngai. Ndakurathimire na ciana 3 mwathani agocwo ciothe gutire wahonokire ni waria marauga mbo mwenoria niki wekaga we muciari. No mangigathi kuria no no amonereirie njira iria njega, we riu ni withambite moko. Na nikio Yesu Pilato aliitisha besen, akasema iwekwe maji, akasema nimeoga. Mimi damu ya Yesu sitafanya nini? Maana alikuwa anataka kufungua Yesu. Wakati aliuliza mnataka kufungua nimwachilie nani, lakini wakasema wanataka nani?
Barnaba. Kwa hivyo wewe ukiwa mzazi, leta mtoto kanisani katika jina la Bwana. Mtolee dhabihu. Bwana sifiwe. Wakati mwingine kaanga unakaa tu hivyo. Amen. Unakaa hivyo Tabitha Maina, ugaikara oguo ukauga ciana ciakwa no korwo ni iranjirie kwendia bangi, reke thi na muhuthio mbere ya Ngai nigetha kame ni give me. Job chapter 1 and verse 5. Ayubu 1 mstari wa 5. Mimi nasoma Bible yangu. And Job could rise early in the morning, na akepeleka sadaka mbele ya Mungu akisema ya kwamba raiti watoto wangu wamemkufuru Bwana. Yeye alipeleka sadaka kwa sababu ya watoto wake mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wale wazazi ambao mko hapa, hata kama mtoto wako amekuwa dedicated, ikarogo guo karehe muhothi, mwana ucio ndungimenya kire abangeiro mwathani agoco, ndungimenya haria thwe mwetereire, ndungimenya haria mutego utegetwo nigetha geroke. Lakini wakati unaleta sadaka, Bwana asifiwe, hiyo sadaka inategua hiyo mitego. Tadhikiriria hii. Nataka tusome wote. Niwekea ya Kiswahili peke yake ndio tusome wote. One, two, go. Wakati dhabihu ya sadaka kikiri pengine watoto huwa narani Mungu. Anaweza kuwa amebarikiwa aseme hata mimi ni Athens. Athens is those people who don't believe that God exists. Hiyo umeshika. Athens ni wale watu wanaamini. There was a time I met mtu ambaye ako wa dini ya Abrahamites. Niyo nimeitamka vizuri Amos. Abrahamites. Wako na mafundisho duni sana. A pastor, a friend of mine, alienda America, alibadilishwa huko, alikuja hapa akiwa Abrahamite. May God help us in Jesus name. Sasa Bible inasema wakati wa kipindi cha karamu kimemalizika. Kwa hivyo wale wazazi mko hapa, ukisikia mtoto wako ako na birthday, umetumia 10,000 kununua makeki, tunakuja tunakula, na hakuna kitu umeleta kwa madhabahu. Anakuja anaibiwa, anaoshwa na maji, we nidagukania. Bwana asifiwe. Wakati utasikia kuko sawa, ujue hujui ufalme mwingine unapaga nini. Bwana asifiwe. Mtoto wako wakati ako na birthday, hebu nisalimieni kanisa, ni vizuri wakati huo unaangalia umespend 20,000 kuandaa hiyo sherehe, neke waruta kwa Ngai. Bwana asifiwe. Ili hiyo isiwe sasa hata wakati tunashangilia wengine ni kumlaani. Kwa hivyo kila wakati watoto wa Ayubu walikuwa wako na sherehe, Ayubu agetuma waitwe na kuwafanyia utakazo. Na aliwafanyia utakazo na nini? Agetoa dhabihu ya sadaka ya kuteketezwa. Alikuwa anatoa nini? Dhabihu. Kwa hivyo dhabihu huwa inatakaza mtoto. Bwana asifiwe. Hata kama amesema hakuna Mungu, hata kama amekataa kwenda kanisani, anatakazo, anaanza kuja kanisani katika jina la Bwana. Unajua tunalea watoto ambao hawataki kwenda kanisani, hata Sunday ndio wanaenda kuogelea, ndio wanaenda burudani. Mimi ninaomba watoto wetu wafuate ile njia tumewafundisha katika jina la Bwana. Na huyo mtoto unaanzana na yeye mapema. Sasa wakati unaongea pasa ni mbaya, pasa sijui anafanyaga namna gani, na mtoto wako hapo wewe unaona kanacheka ate kanafinya simu. Unajua, hebu niangalieni wasasi, mtoto akizaliwa mawazo yake inakuwaga empty. Inakuwaga nini? Unaonaga ukinunua simu Azeri inakuwaga na nini ndani? Storage inakuwaga nini? Inakuwaga empty. Sasa zile vitu ambazo utastore, kama ni mapicha, ni wewe utafanya nini? Na ikijaa huwa inakwambia there is no space for other, inakwambia imejaa. Sasa mtoto akizaliwa, chochote unaongea huwa kinarudi wapi? Kinarudi hapa. Akiona mkiitana ng'ombe na sheitani, anajua hata mimi nikiitana shetani niko sawa, anaweka hiyo hapa. Hata kuna mtu mwingine aliita bibi yake ni mzee, alimuita ng'ombe hii,
Nako katoto kamwambia dadi, si mimi ni dama. Na kalisema vizuri, maana si ng'ombe anazaa nini? Dadi ameita mama ng'ombe, na yeye akasema hata yeye ni nini. Kwa hivyo ikawa sasa ni maeneo ya ng'ombe na dama. Kwa hivyo sasa unafundisha mtoto wako akiwa mdogo kwenda kanisani, na unampatia sadaka. Bwana asifiwe. Na unamwambia pastor wetu anaitwa nani? Kama anaitwa Kanyari unasema anaitwa Kanyari. Kama ni Manyoro unamwambia my pastor anaitwa nani? Anakaa akijua. Ninaondoa confusion in your life in the name of Jesus. Ni vizuri mtoto wako asiwe anasema huyo ni mwizi. Ati mtoto anaulizwa kwa shule katika ziara hii. Amen. Sio ile sasa ya kuwapatia marks. Hii sasa huwa inafanywa ya rejareda. Anaulizwa pastor wake anaitwa nani, ama anaabiwa achore pastor wake. Unaona sasa anachora pastor akiwa na gita. Ni yule wanyona na gita huko. Unaona sasa nimechoro na viatu kubwa na gita. Ninaondoa hiyo confusion in your life in the name of Jesus. Mtoto wako anastahili anichore nikiwa na tai na nikiwa na microphone. Bwana asifiwe. Fundisha mtoto wako kwenda kanisani na kuheshimu watumishi wa Bwana. Bwana asifiwe. Usiogelee mambo mengine. Hata hapo kama lazima muogee, edeni hiyo, na ndio inaitwa bedroom, nyumba ya na huko. Muogelee huko itaneni vile mtaitana. Msituletee sisi watoto kwa table room. We need peace. Shangilieni Bwana kwa makofi katika jina la Bwana. Sadaka ya kuteketezwa kwa ajili ya kilo moja wao. Kwa hivyo alitolea watoto wake sadaka ndio watakaze. Akifikiri sio kujua. Akifikiri pengine wanagu wametenda dhambi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mzazi anaweza simama mbele ya Bwana kwa sababu ya dhambi mtoto amefanya, na akaweza kutoa sadaka ikaweza kutetea mtoto wake. Pengine wanagu wametenda dhambi na kumlaani Mungu mioyoni mwao. Hii ilikuwa ndio desturi ya kawaida ya Ayubu. This was the custom of Job. Alikuwa anafanya hivi. Ni adoiga na hama na rutira ciana cio igongona. Okay, nitasema hivi Mrs. Pastor nikubarishe. Nilikuwa ninafanya kazi fulani, niliwaambia nisalimieni. Na it happened one day nilienda mahali kunaitwa Lale. Ni nani ametoka hiyo maeneo? Ni nani anajua Lale? Sinibali sana. Nimeenda ile kazi yangu. Kuna gari tulikuwa tumeendea mahali hapo, tuko na truck number, ilikuwa ni Probox. Sasa muhidi wa Mombasa alitumia car truck ambayo sio, lakini hata hiyo ni yeye alikuwa amefanya nini. Sasa tukafanya repossession, na unajua watu wakuli hapana mchezo. Sasa tukanini na tukaendelea namna hiyo. Sasa watu wa huko wakatokea. Sasa wakati wametokea, tukajikuta katika ile hali ambayo haieleweki. Hali gumu. Hali gani hii? Nikaona nimezingirwa na watu. Tulikuwa na kijana mwingine anaitwa Mwagi. Mmoja wao akasema tuwachome. Ati amsitweke atia. Na ujue nasikianga wa Meru sio kujua. Akiinua paga juu, haiwezi rudi bila sikio chini. Okay, nikusikia sio kujua. Nikaona nimezingirwa. Nimesimamishwa hapo, nimezingirwa watu kama 100. Tumumalizane. Sasa mimi nimesimama hapo, nilikuwa ninaomba. Bwana asifiwe. Nilikuwa ninaomba. Na hiyo mwezi tu nilikuwa nyumbani, na nikienda charity mimi siobagi kwetu my dad na mama akiwa. Uliza Mrs. Pastor na mwagi biaga my dad nataka kurudi Nairobi. Anasimamanga, wale mnajua my dad. Ananibariki. Ananitegulia mitego. Anasema mahali si kufika afike. Yaani hoyagiro mahoya mega. Maune maadili. Sasa mmoja wa hiyo saku wa hiyo stage akatokea, akasema tuwapeleke ndani. Igeiwa huagane hega. Sasa mimi nikapelekwa Lale police station, nikatoa kiatu na mshipi. Okay, wewe hujawahi ingia. Sitasema utaigia, lakini nimeingia mimi. I think ni kutatu. Nikaigia hapo.
Sasa nilikujiwa na mkubwa wangu, akaleta vitambulisho wa kazi, akasema ni sisi tunafanya kazi na imekuwa hivi na hivi. Amen. Hawake afford vile walikuwa nasema, maana mimi my dad hata saa hii my wife is a witness. Charity my dad na miaka aradhi 80 thake ndakoragwo maruini ati thaa cigana miaka yote nimejua my dad even today thake ndakoragwo akihoya. Mzee wa miaka 79 simuelewi. Kama mimi nimejaribu, kama leo nilikuwa nimesema nitaamka saa 9:30 ngeiguire thaa 10 ya mosi, nilisikia nikakula kaugali kidogo nipate appetite ya kuomba. Asali ilikuwa imeisha. Sasa nikaomba na nilikuwa nimesema nitaamka saa 8. Yeye anaamukaga saa 9. Ni kama akona na nini hapa ambayo amewekwa. Na kwa hivyo hiyo maombi ikaweza kuniokoa. Kwa hivyo wale wazazi ambao mko hapa, toeni dhabihu kwa sababu ya watoto wenu. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Unaona sasa mtoto birthday anatumia 20,000 na wewe sasa hakuna kitu umepeleka kanisani. Ni vizuri una balance mambo yote. Bwana asifiwe. Ili hiyo isifanyike katika ulimwengu wa giza, ifungue milango ya tadikwe. Na hebu niangalieni. Nasema hivyo kwa sababu zile vipawa mtu huwa analetewa ndio huwa anategwa nazo. Watu wengi huwa wanategwa na nini? Na chakula na mavazi. Na ndio wale wazazi mko hapa, muongee na watoto wale hata wale wakodi. Siku hizi mtoto asipatiwe kitu kama Britania kwa shule ya kule. Bwana sifiwe. Na ndio ninaomba tubarikiwe wazazi. Sema amen. Unawekea mtoto wako Britania, unamwekea tu vitu vingine na unamwambia wasishie, maana kumeharibika. Hiyo biscuit inaweza kuwa imewekwa kitu. Unafikiria sasa ni kiasi gani tumekuwa nazo? Amen. Kwa ile mashule ambao wanaenda washishie mafasi. Ate wewe unaona mtoto amekuja na fulana na ile nani alikuwa nayo mtoto wako imezeeka, akikuja na mpya, ate ile kitu unaweza fanya ni kupeleka kwa shule. Anaitwa nani mtoto wako first born? Peter Joroge. Inaandikwa Peter Joroge hapa, ati kuna muujiza umetendeka. Unaona mtoto anakuja na penso, unaweza fikiria ni duka inafunguliwa kwa nyumba. Unasema mtoto wangu amekuwa msharp sana, kuniletea penso nayo. Usilee mwisi tafadhali. Hiyo penso mwambie by fire by thunder usione. Lakini wengine sasa unaichukua, unaitoa hii gozi ya juu, alafu unaichoga pande nyingine. Mzazi tuangalie watoto na ndio wanaopewa, na wewe you pray your part in the name of the Lord. So parents should not dedicate their children without a sacrifice as a sign to show thanksgiving for the child. Mzazi haistahili kupeleka mtoto wake kwa mchungaji amwombee mikono mitupu. Anastahili kuwa na dhabihu. 1 Samuel chapter 1 verse 27. Na Marisa Samueli wa kwanza 1:27. Kwani hii Samu umepeleka mbele? Amos imekuaje? Iko sawa? 1:27. Samueli wa kwanza. Ndio tuone vile Hana alifanya baada ya kubarikiwa na mtoto. Niliomba mtoto huyu naye Bwana amenijalia kile nilichoomba. Alafu hivyo sasa nimemtoa kwa Bwana, kwa maana maisha yake yote atakuwa ametolewa kwa Bwana, naye akamwabudu Bwana huko. Tuendelee. Kisha Hana akaomba na kusema, nitafutie hiyo fasi, niwekee hiyo fasi ambayo alipeleka uga wa efa na akapeleka dume. Kuna vitu alipeleka wakati alimpeleka ndio aobewe. Ni fasi. Kwa hivyo mzazi hastahili kupeleka huyo mtoto mikono mitupu wakaweze kuobewa. Ukifanya hivyo ni kuonyeshana wewe you are unthankful. Nipatie haraka na itakuwa ni ya baraka katika jina la Yesu. Ndio hiyo. Baada ya mtoto kuachishwa kunyonya,
Hana alichukua huyo mtoto akiwa mdogo hivyo hivyo, pamoja na fahali wa miaka 3. Mwadhani ya gosho, fahali wa miaka mingapi? Fahali ni nini na Kizungu? Along with a 3-year-old bull, degwa ya miezi 3. Amen. Huyo ni dama, lakini a bull wa miezi mingapi? Akiwa mdogo hivyo hivyo, pamoja na fahali wa miaka 3. Sio miezi, miaka mingapi? Huyo ni dume mkubwa. Bwana asifiwe. Amos, dume wa miaka 2 ni pesa gapi? Lafri, how many thousands? 35. Bwana asifiwe. Sasa hiyo ndiyo alipeleka na efa ya uga na kiriba cha divai, naye akamleta mtoto kwenye nyumba ya Bwana huko Shilo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo alichukua uga ya efa na akachukua dama akaweza kumpeleka. Ndio sasa akampatiana akaweza kuobewa. Hebu nipatie Luke 2:22. Ndio tunamaliza nayo. Tukibie Luke 2 chapter 22. Mary and Joseph. Mary na Yusufu aciaria Jesu. Jesu nake ni atwarirwo akahoerwo na ari mwana wa Ngai. Mwathani agocwo. Yesu ni mwana wa Mungu. Hata yeye alichukuliwa na Joseph baba yake na mama yake Mary, akapelekwa kwa Simeoni. Akapelekwa kwa nani? Kwa Simeoni. Na wakati alipelekwa kwa Simeoni, alienda kuobewa. Umetimia wakati wa utakazo, and when the time for their purification came, that is the mother's purification and the baby's dedication. And the babies, according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord, set apart for the firstborn. Hata hii inatufundisha. Bwana asifiwe. Maana alikuwa ni mzaliwa wa kwanza wa Mungu. Na tunasemaga Mungu alikuwa na mtoto wa kipekee. Kwa hivyo alikuwa ni Yesu ni firstborn. Fasi hiyo ingine. Na kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana kwamba kila mtoto wa kiume kifungua mimba awekwe wakfu kwa Bwana. Fasi ingine. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo hata Yesu he was dedicated. Mary and Joseph dedicated Jesus in the temple. His dedication helped to prepare him for the work and ministry God has planned for him. In the dedication, we are called we call upon the Lord to bless the child in a special way. Wakati wa dedication, pastor huwa anaomba maombi ili huyo mtoto akaweze kubarikiwa. Bwana sifiwe. Maana kila mtoto akona baraka yake. Niangalie ni church. When I was a young boy, mimi nimetamani kuwa pastor kutoka nikiwa mdogo. Na ndio mnaona nahubiri na passion. Bwana sifiwe sana. Nilitamani kuwa mchungaji. Na ndio my dad alisema hapa, wale mnakumbuka. Alinitoa kama nani? Nikiwa primary school, even in class 2, class 3, ningesimama kwa parade, kwa congregation ya watoto 1000 na ninawasomea Bible. Na ninaomba na walimu wananishangaa. Bwana sifiwe sana. Na mimi niliobewa maombi mengi sana na Ofasia Gitahi, ambaye alikuwa mchungaji kule kama huwa Pefa. Na kwa hivyo mtoto huwa anaobewa ili apate favor na mambo mengi. In the name of Jesus. Ukisoma Luke 2:52, funga Bible yako. Jesus grew having favor with God and men. Na kwa hivyo wakati Yesu aliobewa, alikuwa akiwa na kibali na watu na mwanadamu. Kwa hivyo mtoto wako akikuwa anaobewa apate favor. Sema amen. Mtoto wako asiende Amerika, arudi hapa bila kitu. Ninakuombea katika jina la Bwana. Mwana wako magara daga sokoguo. Theni wale tola Yesu. Wewe huoni watu wameenda ng'ambo, wanarudi hapa hakuna kitu. Ninaomba itiwe hivyo in the name of the Lord. Jesus grew having favor with men and God. Jesus grew with wisdom and stature and stature, not statue, in favor with God and men. Alikuwa mwili wake ukiongezeka, akiwa na hekima na alikuwa na kibali, alipendwa na watu. Naomba mtoto wako apendwe na watu. Mtoto wako asikataliwe. Na ndio watoto wa Wakristo. Bwana sifiwe. Amen. Nilikuwa naongea na Melissa wangu, ananiambia alipelekwa Kitiabere na mwalimu, ananiambia watoto wanamuobaga tu vitu. Nikaongea na my son Dennis, my firstborn, yeye sasa ni sijui ni nani huko, yani hata anapigiwa simu
naambiwa mtoto ndiye anapiga keyboard. Kwa nini? Bwana asifiwe. Nilikuwa nimempeleka kanisa ya nini huko mahali anasomea, lakini kwa shule wakamhitaji kwa sababu wakaona talent. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo mtoto wako kwa shule anastahili kutabulika. Simama na miguu yako in the mighty name of the Lord. Na ningeomba wale wazazi mumeleta watoto mukaweze sasa kuja hapa, kuja na mtoto, na wale firstborn pia na nyinyi mkuje, nafanya hiyo haraka haraka na itakuwa ni ya baraka katika jina la Yesu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Nauliza kama kuna mtu alikuwa na mtoto anafanya dedication, inua mkono jo hapa. Kuna mtu ambaye ni firstborn na alikuwa anataka maombi, inua mkono. Amen. Ya, ni nyinyi nagojea kwa sababu ya nafasi. We give you glory, Lord, as we honor you. Kama ni mtoto firstborn, utaandika jina yake na uandike ni firstborn. Na kama sasa ni dedication ya mtoto, utaandika jina ya mtoto na uandike dedication. Kwa nini mnawapatia bahasha ya nini ya partner? Hakuna ingine? Okay, sawa sawa, mtatumia tu hizo, mtatuia radhi. Tunaomba radhi, tumepungukiwa nazo na itakuwa ni baraka katika jina la Bwana. Nataka mujipage, wale firstborn wakuja pande hii, firstborn wakuja pande hii, wale ma firstborn, wale munataka watoto wadedikitiwe pande hii. Okay, muko kuwili. Okay, sawa sawa. Tupatie hawa muda wajipage, ni vizuri tufanye hivyo katika jina la Bwana. Nataka kuanza na dedication ya watoto. Wale mnadedicate watoto, simameni hapa kwanza tupatiwe wimbo.